uliolelewa namna gani. Maana mara nyingi mtindo wa malezi uliolelewa nao ndio unaopeleka katika kuwalea watoto wako. Na hivyo leo tutaangalia aina mbalimbali za mtindo wa malezi, na wewe mwenyewe utaona kwamba unafanya namna gani. Lakini malezi, kama kuna jambo ambalo Mungu ametupatia kama zawadi, ni kuwekeza maadili ndani ya kizazi kinachokuja. Ukiona imani inaendelea, ni matokeo ya malezi mazuri ya wazazi ambao walijibidisha kupasisha imani kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Sasa kuna kanuni mbili kubwa za malezi. Katika malezi ya aina yoyote kuna vitu vikubwa viwili. Kimoja ni upendo, na cha pili ni nidhamu. Upendo na nidhamu. Sasa tatizo linakuja wapi? Changamoto inakuja wapi? Ni kupata balance kati ya upendo na kati ya nidhamu. Walio wengi anapenda zaidi na kusahau nidhamu, na mwingine ananidhamisha zaidi na kusahau upendo. Na sasa hapo kunakuwa na matatizo. Sasa tutaangalia aina 4 kuu za malezi. Wataalamu wa malezi wanasema kwa sasa zimefika 5 baada ya kugundua, lakini leo mimi nitaongelea 4 tu na zitatosheleza tu bado. Aina ya kwanza ni ya mzazi mwenye mabavu. Huyu mzazi mwenye mabavu kwa lugha ya Kiingereza wanamuita authoritarian parent. Mzazi mwenye mabavu yeye yukoje? Huyu mzazi, nidhamu ni kitu cha msingi sana kwake. Nidhamu, kazi, kuchapa kazi vizuri, adabu. Na katika nidhamu hakuna mchezo. Lazima kazi ifanyike, unapenda hupendi. Kuna mjadala? Hakuna mjadala. Hata mtoto anapotaka kujieleza anasema nimesema, kafanya. Hakuna swali. Katika malezi ya namna hii, sheria inakuwa ya muhimu zaidi kuliko mahusiano. Halafu sheria inapotishwa, inapovunjwa, adhabu kwa vipigo. Ndio hapo unakuta kwa watoto wakati mwingine wananyimwa chakula, watoto wanalala nje, watoto wanachapwa viboko mpaka migongo inavimba, vitu kama hivyo. Watoto wanaishi kwa hofu katika familia ya mzazi ambaye ni mwenye mabavu katika malezi yake. Matokeo yanakuwaje mtoto anapoishi kwa hofu? Kwanza mtoto anasema ngoja nitoke hapa wataniona. Unaweza kukuta hata kitu cha kawaida kama kwenda kanisani. Kwenda kanisani kunaweza kuwa ni jambo la furaha kwa mtoto ambaye anajua ni kwa nini anaenda kanisani. Lakini mtoto wa mzazi mwenye mabavu anapofika kanisani anaenda kwa sababu uko kanisani. Na akiwa baada ya kutoka ndio hao akienda ameenda, kama anavyozungumza mhubiri wetu. Haendi tena kanisani. Na kama ataenda kwa hofu. Mahusiano yake na Mungu si ya kutoka moyoni. Na watoto hawa kiukweli wanafanya vizuri hata shuleni. Wanaweza wakafanya vizuri, wanaweza wakawa machapakazi, lakini katika utu uzima wao ni vigumu wao kuhusiana vizuri. Wao wenyewe pia wanakuwa wakali kwa watoto wao. Wanasema watu waliopigwa sana, thibitiwa sana, wanathibiti watoto wao pia. Na katika mahusiano anapata ugumu, anashindwa kujikubali, wakati mwingine anashindwa kufanya maamuzi yake thabiti, kwa sababu siku zote mzazi ndiye alikuwa anaamua kila jambo kwa mabavu. Kama unamkumbuka Sauli alikuwa mzazi wa namna hiyo. Unamkumbuka Jonathan, siku moja alienda akala Sauli alikuwa amepanga kwamba watafunga wote, na ambaye atakula chakula atauawa. Jonathan akaleta ushindi mkubwa, lakini alikuwa hakula chakula na alikuwa hajui. Akaona asali akala,
Sauli alikuwa amesema Jonathan auawe. Mzazi wa namna hiyo ndio huyu. Sheria ni ya muhimu kuliko mahusiano. Wakolosai sura ya 3 fungu la 21 anasema, ninyi akina baba lakini akina mama pia msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Mtoto wa hivi hawezi kuwa rafiki yako, na siku na wakati ambapo anapitia changamoto za makuzi, hasa katika ule umri wa kupevuka, huwezi kumsaidia na wala hawezi kukuambia changamoto alizo nazo, maana hakaja kuzoea kama rafiki yake. Lakini aina ya pili ya malezi ni mzazi gani? Huyu ni mzazi ruhusa, yani au anaitwa permissive parent. Huyu mzazi yeye ana upendo mwingi sana yeye, lakini nidhamu hana. Mtoto anaweza akaja saa 6 za usiku akiamua, anaweza akafanya homework za darasani, akifanya afanye, anaweza kacheza na yoyote yule. Wakienda dukani akisema mama nataka pipi, nataka ice cream, nataka hiki, chochote anapewa. Mama ana upendo mwingi, lakini nidhamu hakuna. Mtoto wa namna hii, hawa watoto wanajithamini sana, na kwa hiyo hawana sheria yoyote inayowalinda. Hata wakiwa mashuleni wanakuwa tatizo kwa walimu. Akipewa nidhamu, mtoto huyo anasema mimi hata babangu hajawahi kuniambia hivyo. Hataki kuambiwa na mtu yoyote, na hana uwezo wa kujidhibiti kwa sababu hakujifunza mipaka. Hakuna mipaka kwake. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sura ya 13 na fungu la 24, anasema yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanawe, bali ampendaye humrudi upesi. Fimbo inaweza isiwe lazima fimbo, lakini inaweza kuwa ni fimbo ya mchungaji, ya kuongoza, ya kuelekeza, ya kunyoosha, ya kumwambia mtoto mpaka ni huu, hapa haifai. Anasema yule asiyeweza kumwambia mtoto wake, huyo hampendi. Na mfano katika Biblia wa mtindo wa malezi ya namna hii ni ule kwa kuhani Eli. Watoto wa Eli walifanya makosa sana hekaruni, na Eli alielewa vizuri inavyopaswa kuwa katika nyumba ya Mungu. Lakini Eli alisema tu, maana aliwapenda sana, hakutaka kuwaumiza, hakutaka kuwakwaza. Sema lakini nyewe watoto mnavyofanya si vizuri. Hata watoto wanajua hauko serious, wanajua. Kwa hii ni aina ya mzazi. Sijui kama kuna ambaye amekwisha kujisikia akiwa hapo. Mzazi wa 3 ni mzazi asiyejali, ya neglectful parent. Huyu mzazi yeye ni hoi kabisa. Huyu hana upendo wala hana nidhamu. Huyu maana mtoto ni kama yatima. Mtoto anaenda popote. Mtoto hana sheria, lakini pia hana upendo. Mtoto anaonekana kama mzigo, mtoto kama ni kikwazo. Ndio yule mama hata mtoto akiugua, akipelekwa hospitali, daktari akimuuliza mtoto ameanzaanzaje, mama anamgeukia house girl kwamba eti alianzaanzaje, maana mama hajui. Maisha ya mtoto hayaelewi. Mtoto anapohitaji kubadilishwa nepi, mama yuko hapo, anamuita dada, chukua mtoto amejisaidia. Hivi ndivyo alivyo mzazi huyu. Mtoto anamuingilia katika maisha yake, ni kero. Hata akienda anataka apendeze, akae vizuri, kubeba mtoto kuna muondolea ile hali ya unadhifu. Wazazi kama hao wapo, na mtoto huyu hana mwelekeo. Anajisikia kutopata mtu wa kumjali, haoni kielelezo, na kwa sababu hiyo anaweza kuwa na hali ya kutokujithamini, maana anahisi kutopendwa. Mtoto wa namna hii hana mpangilio wala hana msaada. Nidhamu yake ni ndogo, na mara nyingi hana nidhamu kabisa. Watoto hawa wanaweza kuwa wakatili, maana hawakuwahi kupendwa. Wakati mwingine ndio hao wanaweza kufanya uhalifu au wanaonea watoto wengine mashuleni. Watoto wa namna hii.
Na ninapozungumza mtoto, piga picha ya mtu mzima wa baadaye, anapokuwa mtu mzima anakuwa wa namna gani. Lakini pia katika somo hili tunapozungumza hivi, tambua kwamba unaweza kuwa wewe na mtindo kwa mfano wa ruhusa, na mwenzi wako ana mtindo labda wa mzazi ambaye ni mwenye mabavu. Kubalansi hapo pia ni ngumu. Wazazi inaweza kuwa ni chanzo cha ugomvi. Mmoja anasema usiguse mtoto wangu, mwingine anasema utatoka hapa wewe na mwanao. Unaelewa? Kwa hiyo Mathayo anasema sura ya 18 fungu la 10 anasema, angalieni msidharau mmojawapo wa wadogo hawa, watoto wanahitaji upendo. Na mtoto amekuja nyumbani kwako, hakuchagua kuzaliwa kwako, wala hakupanga azaliwe. Wewe umemzaa mwenyewe. Mpatie mapenzi anayostahili, na Mungu anahitaji hivyo. Mzazi wa 4 ni mzazi mwenye mamlaka, lakini mamlaka yenye upendo. Anaitwa authoritative. Usimchanganye na authoritarian. Authoritative ni mzazi ambaye anaweka mipaka, lakini kwa upendo. Mipaka ina maelezo ya kutosheleza. Mtoto anapata msaada na mipaka inayofaa, na mtoto anaelewa ni kwa nini amewekewa mipaka. Mzazi wa namna hiyo anajua kwamba kukosea ni sehemu ya ubinadamu, lakini anamwelekeza mtoto kujifunza katika makosa. Kwa hiyo hapa uhusiano wa mzazi na mtoto uko vizuri kabisa, una upendo. Hata mzazi anapomwadhibu mtoto, mtoto anatafsiri upendo katika adhabu. Sheria za mzazi huyu ziko wazi. Mtoto ana uwezo wa kuuliza swali, anaweza kujieleza, anaweza kueleza uzoefu wake wa shuleni, kuna urafiki. Lakini wapo wazazi ambapo mtoto mzazi hajui rafiki wa mtoto wake, hajui uzoefu wake, hata mwalimu hamjui, hajui mapito ya mtoto. Lakini sio mzazi huyu mzazi yuko vizuri. Na Waebrania 12 fungu la 5 na la 6 anasema Mungu ni mzazi wa aina hiyo, kwa sababu anasema Bwana huwarudi wale awapendao. Kwamba Mungu anapoturudi sio kwa sababu anatuchukia, anatupenda, na sisi tunajua hivyo. Sasa mzazi wa namna hiyo ni kama Ibrahim alikuwa mzazi ambaye ananidhamisha familia yake, na Biblia ilisema hivyo, lakini pia anawapenda. Sasa tunapokuwa tumeangalia haya mambo manne katika kulea, mara nyingi tunalea kwa kujua kwamba mtoto akivaa, akala chakula, akaenda shule, nimemaliza kulea. Lakini kulea ni kupana. Ni pamoja na kuangalia mahitaji ya kimwili. Mahitaji ya kimwili ni zaidi ya chakula, ni zaidi ya kumtibu akiugua, lakini ni pamoja na kuangalia ni vitu gani vinaweza vikamjenga katika kumfanya akue vizuri. Lakini tunaangalia kiakili, tunatengeneza mazingira yanayomfanya yule mtoto akue na kupevuka katika akili yake. Tunaangalia kihisia, tunamsaidia kiroho, tunamsaidia kijamii, ili mahusiano yake yawe mazuri anapoendelea kukua. Kwa hiyo kulea ni kupana. Wakati mwingine huwa nasema laiti ningelea watoto wangu katika kizazi hiki ambapo kuna taarifa nyingi za kutosha kuhusiana na malezi, huenda ningefanya vizuri zaidi. Wale mnaonisikiliza hapa, kuna taarifa nyingi, kuna vitabu vya kutosha kuhusiana na malezi ya watoto. Jibidishe uone mtoto anahitaji nini kukua vizuri kihisia, kiroho, kijamii, kimwili, kiakili. Umsaidie mtoto wako. Nafasi ulio nayo ni hiyo tu, baadaye haijirudii. Watoto wakishatoka nyumbani wametoka. Mimi nilizaa watoto wa kiume 3, na ni walikuwa watundu sana. Ni watoto ambao unakuta lazima ufuatilie, mwambie kwamba umepanga chumba vizuri, umeweka vizuri. Usipoangalia unaweza kukuta kwamba amevua suruali moja imevuliwa hapa, baadaye unakuta nyingine iko hapo, chumba kile zimesimama hivyo. Lakini mpaka unasema jamani, mbona hamfanyi usafi?
Lakini siku zilikuja ambapo unakuta wanatandika kitanda, wameondoka, wameenda shuleni, kila siku unachungulia hamna mtoto wa kuvuruga kitanda kile. Unatamani wangerudi wavuruge tena. Kwa hiyo mzazi, unapopata nafasi ya kushughulika na watoto sasa, una bahati hiyo, fanya kwa bidii na Mungu atakubariki. Sasa unapofanya malezi lazima kuwe na uwiano. Uwiano unafuata nini? Unaangalia vitu gani? Kwanza, tofautisha mahitaji na matamanio. Watoto wanaweza wakatamani vitu. Angalia hiki kitu ambacho mtoto anahitaji ni hitaji au ni tamaa tu. Utamsaidia kulingana na unavyoelewa. Lakini pia angalia hatua za ukuaji wa watoto. Mtoto wa umri wa miaka 5 ni tofauti na mtoto wa umri wa kupevuka, ni tofauti na mtoto ambaye ni mtu mzima au mtoto mchanga. Hapo malezi yanatofautiana. Lakini pia kuna tofauti za jinsia. Makuzi ya mtoto wa kike na makuzi ya mtoto wa kiume ni tofauti kabisa. Kwa hiyo wewe kama mzazi usiwakusanye kwenye kikapu. Ujue mtoto wa kike anayepelekwaje, mtoto wa kiume anaendaje. Tutajifunza juu ya malezi ya mtoto wa kiume. Na pia watoto wanatofautiana katika haiba, katika kukua kwao wanatofautiana tangu mwanzo kabisa. Kwa hiyo kila mtoto ana nafasi yake katika familia. Wale waliokuwepo Jumamosi waliona nilikuwa natembea na vijukuu vidogo mapacha. Ni vidogo sana, bado vina miezi 5, lakini nikiviangalia vinatofautiana tayari hata katika tabia. Unaviona? Kwa hiyo unakuta mwitikio kwa haka ni mwitikio tofauti na kwa haka kingine. Kwa hiyo jua kwa kubalance kwamba watoto, kila mtoto ana nafasi yake na anatofautiana na mwenzake, na mwitikio wako uwe sawasawa na vile mtoto alivyo. Lakini hata utaratibu wa kuzaliwa, mtoto wa mwisho na mtoto wa kwanza wakati mwingine tabia zao zinakuwa katika namna tofauti tofauti. Sasa huu unachokiona hapa ni muhtasari wa mtindo wa malezi. Mtindo wa malezi ambao ni wa mamlaka na ruhusa wakiwa pamoja, wale watoto hawajielewi. Lakini akiwepo mzazi ambaye mmoja ni ruhusa na mwingine asiyejali, pia watoto wale hawana adabu. Isipokuwa wale watoto ambao wanaweza wakawa na upendo mwingi lakini nidhamu iko chini. Hiyo ni kama muhtasari tu. Sasa jiulize wewe unayenisikiliza hata kule mbali, mtindo wako wa malezi ni upi? Na vipi mtindo wa malezi wa mwenzi wako uko namna gani? Ni kwa jinsi gani unaweza kuuboresha? Yaani natamani wazazi wa kizazi hiki mngenisikiliza vizuri. Zamani kulea watoto kulikuwa na urahisi fulani. Mtoto alikuwa analelewa na kijiji, mtoto alikuwa analelewa na majirani, na unajisikia salama. Unaenda shambani, una uhakika mtoto wako utakuta amekula na jirani amemulisha vizuri. Haikuwa lazima kuvaa viatu au kwenda shule. Ilikuwa rahisi. Na vishawishi vilikuwa vichache kwa watoto wetu. Lakini sasa hivi mishale ya ibilisi ni mingi sana. Bidii aliyonayo au bidii ya ulimwengu katika kuleta mivuto isiyofaa kwa watoto ni mingi sana. Na nafikiri hata Mungu anatushangaa. Mbona tumerelax wazazi jamani? Maana duniani hapafai. Tuwekeze kwa watoto. Bora uache mengine yote, lakini usiache kuweka kwa watoto. Angalia ni jinsi gani unaweza kuboresha. Na sasa unapopaswa kufanya nidhamu, ufanyeje? Tumeongea habari ya upendo na malezi, lakini nidhamu unafanyaje? Kuna wazazi anafikiri kwamba kunidhamisha mtoto ni kibao, ni kuchapa. Hasa sisi wanawake, mtoto akipita umemwambia niletee ile sufuria, amechelewa kidogo, kibao. Amefanya hivi, kibao. Mpaka mtoto anaona vibao havina maana. Mpaka unaweza kukwambia hakijauma, anaweza kukwambia hivi. Maana yani havina maana. Na ndio maana ukuta kina mama kuadibisha mtoto wengi ni kazi. Baba anafanya vya mpangilio na watoto wanamsikia. Sasa sio lazima kila wakati mtoto achapwe eti ndio nidhamu. Kuna namna ya kwanza ni mawasiliano. Mawasiliano unatumia mazungumzo ya hekima na usikivu wa kikamilifu.
Watoto wengine wanaweza wakabadili tabia tu kwa mazungumzo yenye maelekezo mazuri, ya kutumia kanuni nzuri za mawasiliano, na mtoto anasikia. Mungu pia alitumia mawasiliano kumwadhibu Balaam. Unakumbuka akiwa na punda wake mpaka punda akaongea. Mungu hakumchapa, lakini alitumia mawasiliano kumwadibisha. Lakini kuna namna ya kumsaidia mtoto ajifunze kutokana na matokeo ya uchaguzi. Kwa mfano, mtoto anaweza kachagua tabia ambayo haikufaa. Labda ulipanga kwamba utampeleka mahali fulani, mtaenda naye dukani, lakini akakalia michezo, akuchelewa, hakufanya. Siku hiyo unaweza ukamwambia, kwa sababu umechelewa leo hutaenda. Atajifunza, yani kukubaliana na matokeo ya uchaguzi wake. Na Mungu alifanya hivyo pia kumwadhibu Daudi alipozini. Mnajua yaliyompata alipozini na mke wa Uria. Uchaguzi unaofanya Mungu anaweza kukuachia ukapata matokeo hii. Hii njia unapaswa kuitumia kwa uangalifu, lakini unapokuwa na watoto wadogo, maana uangalie upeo wa kuelewa. Au mtoto amesambaza majuisi kwenye carpet au kwenye meza na nini, mwambie safisha. Anafanya kulingana na matokeo ya uchaguzi wake. Lakini wakati mwingine mnyime fursa mtoto. Zuia fursa au kitu chochote anachoweza kukifurahia kwa sababu amekiuka. Hiyo pia ni namna ya kumpatia nidhamu, na Mungu alifanya hivyo. Unakumbuka Musa alipokosea, Mungu alimnyima fursa ya kwenda Kanaani, ya nchi ya ahadi. Lakini tunamshukuru Mungu mwenye rehema tele, bora hata akwenda huko, akaenda Kanaani bora. Nyingine ni kutumia adhabu ya kimwili, ndio kama hivyo, labda kiboko. Lakini hii inapaswa kuwa suluhisho la mwisho wakati njia zote zimeshindikana. Kwa sababu ukianza na hii hii isipofanya kazi, huna pa kukimbilia. Na hii kwa kutumia adhabu hii, kuna maelekezo ambayo unapaswa kuyafuata. Kwanza ni watoto na sio vijana wakubwa. Vijana wakubwa hawasaidiwi na kunidhamishwa kimwili. Lakini pia uwapatie faraga, iwastahi watoto. Usimchape mbele ya kadamnasi au mbele ya watoto wengine, halafu anajisikia aibu na kudhalilika. Halafu tumia kifaa kinachofaa. Kuna wazazi anatumia mwiko, anaturusha kiatu kwa mtoto, anapiga mateke, anaturusha mawe. Kweli mtoto ni wa kufanywa hivi? Yaani unapofanya hivyo unamfundisha fujo, unamfundisha ugomvi, unamfundisha mapambano. Yaani hamna upendo ndani yake, unamaliza hasira. Jaribu kujiangalia, unapomwadhibu mtoto, unamaliza hasira yako au unamsaidia mtoto wako? Halafu weka upendo. Lakini jambo jingine, ikiwa tabia ile aliyoifanya mtoto ina hatari zaidi kuliko kichapo, na kama ni kichapo kiwe kizuri kabisa, ndipo kinaweza kusaidia, sio ile hivi. Na muda wetu haututoshe, tungeongelea vizuri. Lakini unapokuwa, kuna muhimu wa malezi mazuri, unatengeneza tabia ya mtoto wako, na hili ni jukumu lako, lina matokeo ya milele. Unaposhindwa kufanya vizuri, muulize Mungu, na tunamuuliza Mungu katika maombi yetu. Watoto wanaoombewa, Mungu anasikia, Mungu anaokoa, hata akichelewa atatenda. Mungu ni mwaminifu kwa maombi ya wazazi. Na mzazi aliyefanikiwa haimaanishi watoto wako watakuwa watii siku zote. Hata Mungu watoto wake wanashindwa kumtii, wanaweza wasiwe watii siku zote, lakini unaweka nafasi ya wao kujua njia walioichagua, na unakuwa umefanya sehemu yako, ili siku moja wakizingatia moyoni, kama mwana mpotevu anajua ni wapi pa kurudi nyumbani, maana kule nyumbani anajua alifundishwa. Lakini mtoto ambaye hakulelewa anatawanyika, hajui pa kwenda. Ndiyo maana ya malezi. Kwa hiyo ukiwasaidia watoto, tutachangia vyema katika jamii, tutachangia katika kumpenda Mungu, tutakuwa na kanisa imara. Kwa hiyo watoto wanaolelewa vizuri wanakuwa na nidhamu, tunayaweza katika yeye atutiaye nguvu. Mungu atubariki.
Basi tuombe. Asante Mungu kwa sababu wewe ni mlezi bora. Tusaidie kuwa wazazi bora tunapokutegemea, katika jina lake Yesu. Amen.